Tukae. Nyela kamwene. Mnoge. Makasi. Tuongeze. Mnaendeleaje? Habari ya siku nyingi. Tuongeze. Na nimefurahi sana mliposema kuchanya. Nikafurahi sana mliposema kuchanya. Ndivalongele. Kupita kuchanya mpaka kulunepo. Mfindi oye! Dr. Samia oye! Mwalimi sana. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Iringa, ndugu yangu Eri James, Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Iringa, ndugu yangu Daudi Yasini, Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, ndugu yangu Festo Dugange, Mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo hili na naibu waziri wa uchukuzi, ndugu yangu David Posa Mwakihenzile, David Mwakiposa Kihenzile. Nimetumia cross multiplication hapo. Mheshimiwa Daniel Chongolo, waziri wetu wa kilimo, mbunge wa Makambako, katibu mkuu mstaafu wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Injinia Kundo, naibu waziri wa maji, Mheshimiwa Injinia Kasekenya, naibu waziri wa ujenzi, Mheshimiwa Londo, naibu waziri wa viwanda na biashara, viongozi wote mlioko jukwaa kuu, waheshimiwa wabunge wa mkoa pamoja na wabunge jirani, waheshimiwa wabunge wa majimbo jirani, simameni hata tuwatambue. Nashukuru sana kwa kukuona. Mfindi oye! Kwanza nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kukutana leo hapa. Nilikuwa kwenye shughuli ya Mei Mosi jana kule Njombe, na nikasema wakati wa kurudi nitapita niwasalimie wana Mfindi, tukianza na Mfindi Kusini. Na washukuruni sana kwa mapokezi. Tumepita wengine njiani wakitulaki, na washukuruni sana kwa niaba ya serikali. La pili, niwaletee salamu kutoka kwa jemedari wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Jana tulikuwa naye kule Njombe, na kwa ajili ya majukumu mengine ya kitaifa amelazimika kurudi kwenda kufanya hizo kazi zingine. Hata hivyo nilimuaga kwamba leo nitakuwa hapa Mfindi, akanituma niwasalimie sana, na akanituma pia niwahakikishie yale aliyoyaahidi wakati wa kampeni na yale ambayo yapo kwenye ilani ya uchaguzi na yale ambayo yapo kwenye dira 2050 yatakwenda kutekelezwa, na yale ambayo aliyasema kuwa yatekelezwe ndani ya siku 100, mmeona hapa mkuu wetu wa mkoa
amewaambia tayari mkoa umepokea watumishi, wapo wa elimu, wapo wa afya, na hili jambo lilifanyika ndani ya siku 100 kama alivyoahidi wakati wa kampeni. Na mimi niwaambieni, kama alivyosema mbunge wetu hapa, Mheshimiwa Rais amejitambulisha kwa kazi zake kwamba yeye ni mtu wa matokeo. Zamani hatukuzoea kuona miradi ngazi ya halmashauri ikiwa ni miradi ya fedha nyingi kama ambavyo tumeshuhudia katika awamu yake. Kwenye wilaya yenu tu hapa, Mheshimiwa mbunge amekiri, Mheshimiwa Rais amejenga takriban shule 20. Kwa ujumla kwa nchi nzima, Mheshimiwa Rais amejenga shule za sekondari zaidi ya 1,300. Amejenga shule za msingi zaidi ya 2,700. Amejenga shule za amali. Zamani tulikuwa na shule 5 tu za ufundi. Mheshimiwa Rais katika kipindi chake cha miaka 4 amejenga shule za amali 103. Zamani tungali tunasoma tulikuwa tunagombania shule 5 za ufundi. Mheshimiwa Rais amejenga shule za mkondo huo wa ufundi wa engineering shule 29. Nimepita mkoa mmoja kule nikakuta mtoto wa miaka 15 anasoma engineering. Yuko kama mainjinia wale tulikuwa tunakutana nao chuo kikuu cha Dar es Salaam pale. Haya ni mageuzi makubwa ambayo yanaenda kuibadilisha elimu yetu kwenda kwenye ujuzi badala ya kwenda kwenye nadharia. Na haya ni baadhi tu, lakini yapo mambo mengi yaliyofanyika kwenye sekta ya elimu. Hapa tumetaja tu haya machache. Yapo kwenye elimu ya kati, yapo kwenye elimu ya juu. Hivyo hivyo kwenye afya. Nimeona hapa kwenye taarifa, kwenye karatasi ambazo watu wametoa hoja hapa, nimeona Malangali pale wakisema waongezewe watumishi. Kituo kilishajengwa na ambulance ilishapelekwa. Mheshimiwa Rais amejenga vituo vya afya katika kipindi chake cha takriban miaka 4 kwenda 5, vituo 649. Amejenga hospitali za wilaya 119. Hii ni kazi kubwa. Tulikuwa na zaidi ya wilaya 100 hazina hospitali za wilaya. Ndani ya kipindi cha miaka 4 kwenda 5, Mheshimiwa Rais amejenga kote. Amepeleka vifaa tiba vya kisasa. Ninyi mnakumbuka zamani baadhi ya vifaa vya kiuchunguzi vilikuwa vinapatikana Dar es Salaam tu. Kwa sasa Mheshimiwa Rais akanunua mashini za CT scan 45. Kila mkoa una mashine yake. Hivyo hivyo na vifaa vingine vya uchunguzi wa kibingwa. Mheshimiwa Rais anaendelea na sekta za uzalishaji. Nimepita pale Njombe nikakuta mradi wa umwagiliaji. Zamani tulikuwa na miradi takriban 13 ikitekelezwa ya miradi ya umwagiliaji. Sasa hivi miradi inayotekelezwa ya umwagiliaji kwa nchi nzima ni zaidi ya 780. Tangu uhuru tulikuwa na ekari 560 za umwagiliaji. Ndani ya kipindi cha miaka 4 sasa imefika 980. Kasoro 20 tu kufika milioni 1. Na hii ni miradi ambayo imepelekwa vijijini kwa wananchi wa Tanzania, kubadilisha kipato cha kila siku cha mtu mmoja mmoja. Huku ndiko kuwajengea uwezo wananchi wetu wa Tanzania. Lakini ipo miradi mikubwa ya kimkakati na yenyewe inaendelea. Kwenu nyie mkoa wa Iringa, mnaona nimepita pale uwanja wa ndege nikasema hawa ndugu zetu wametuzidi hata sisi wa Singida ambao tuko karibu na makao makuu.
Shughuli kubwa inaendelea na kiwango kikubwa kimekamilika. Ndege zimeshaanza kutua, zitaongeza utalii, lakini pia zitaongeza ufanisi katika shughuli za kila siku za maendeleo. Lakini nimeelezewa pia miradi mingine hapa na Mheshimiwa mbunge na Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Kazi zilizosalia zinapewa huo ushahidi kwamba kama katika kipindi kilichopita imetekelezwa miradi hii, maana yake kipindi kinachokuja ni kwenda kutekeleza maeneo yaliyosalia. Sasa hivi kwa nchi nzima kila kijiji umeme umeshagusa. Sasa tunaongelea kupeleka kwenye vitongoji. Na hapa Mheshimiwa mbunge ametaja vitongoji ambavyo viko bado, hiyo ndo kazi inayofuata. Na Mheshimiwa Rais ni champion, ni kiongozi kinara kwenye nishati safi ya kupikia duniani. Maana yake nini? Ni lazima tuwe na hiyo nishati safi ndipo tuweze kuipikia. Maana yake nini? Ni jambo la kipaumbele kwa serikali kwenda kwenye utekelezaji wa usambazaji wa nishati kwenda mpaka ngazi ya familia. Mimi napita kufuatilia utekelezaji wa ahadi za Mheshimiwa Rais. Katiba yetu inasema Mheshimiwa Rais akishatamka, waziri mkuu atatekeleza ama atawezesha jambo ambalo Mheshimiwa Rais ameelekeza litekelezwe ili liweze kutekelezwa. Kwa hiyo ninakopita pia nasimamia kuhakikisha yale yaliyo Mheshimiwa Rais aliyoahidi na yale ambayo yako kwenye ilani yaweze kutekelezwa. Na niwaambie watendaji wote wa serikali, eneo lolote ambalo Mheshimiwa Rais ameahidi, hayo ni maelekezo. Msitafute kibali kingine tena. Kama Rais ameelekeza, Mheshimiwa Rais ameahidi, hayo ni maelekezo. Hakuna mwingine wa kuombwa kibali. Maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni ya mwisho. Sasa nimepita hapa, nimeelezewa hii habari ya barabara. Nimemsikia mbunge akisema, nimemsikia na mwenyekiti, nimemsikia na mkuu wa mkoa, nimemsikia na chief aliyeongea kwa niaba ya Rais. Alitoa ahadi ya kujengwa hii barabara ya Mtwango Nyololo. Meneja wa TANROADS yuko wapi? Unisikilize vizuri. Sitaki majibizano ya barua ya vibali kwenye jambo ambalo Rais ameelekeza, jambo ambalo lipo kwenye ilani na ni ahadi ya Rais. Tafuteni mkandarasi kilomita hizi 20 ambazo Mheshimiwa Rais alishazisema. Malizeni kupata mkandarasi. Hivi nikiondoka ndani ya wiki 2 mniambie mmeshampata mkandarasi. Akiahidi mkuu wa mkoa, mnaweza mkajenga hizo mita 200. Ahadi ya Rais mnajengaje mita 200? Sasa mkuu wa mkoa, wewe ndio mwenyekiti wa bodi ya barabara, simamia hili halina kibali kingine. Mheshimiwa Rais alishaelekeza liende kwenye utekelezaji. Ndani ya wiki 2 mtampata mkandarasi. Ndani ya wiki 2. Hebu sogea kwenye mic hapo. Hebu niambie, inachukua muda gani kupata mkandarasi? Mkuu, kwa kawaida kwa utangazaji wa hizi kazi zinachukua siku 7 kwa national competitive, halafu na usanifu almost itaweza kaza hata wiki 3. Mkuu, hii haijasanifiwa? Mambo ya evaluation haijasanifiwa? Hii ishasanifiwa tayari mkuu. Mimi najua wataalamu wetu akitaka kukupiga anaweka Vingereza vingi, evaluation, adjustment. Siku 7 na hizo za evaluation, hizo ni wiki 2. Wiki 2 mkandarasi apatikane, ahadi ya Rais ianze kutekelezwa.
Sawa. Bahati nzuri nilikuwa kule kwenye chungu, kwa hiyo najua hela itatoka wapi. Anzeni kutekeleza ahadi ya rais. Sawa. Lakini pia kuna barabara hii nyingine hii ambayo inabeba uchumi mkubwa wa wilaya hii, mkoa huu na nchi yetu. Ni aibu magari yaliyobeba mzigo kukwama. Magari yamebeba mbao ya kwame, na miaka yote tunajua tunazalisha hapo mazao ya mbao, mazao ya viwandani. Sasa wewe na katibu tawala, rasi uko wapi? Andikeni barua leo. Kwani kalamu haziandiki weekend? Sitaandika mtu. Andikeni barua leo. Ndio. Pelekeni Wizara ya Fedha. Sawa. Kupewa advance payment ya mradi ule ambao umeshakaa muda mrefu. Kazi ianze. Sawa. Barabara ile ikipitika tutapata fedha nyingi zaidi. Sawa. Andikeni, na hiyo nakala mtakayopeleka huko TANROADS makao makuu na mtakayopeleka Wizara ya Fedha, mpe nakala Bubu, katibu wangu. Sawa mkuu. Inapoanza Jumatatu nizione hizo nakala. Sasa mimi ni mfugaji, nilikuwa nahesabu ng'ombe kwa macho. Unaangalia tu kwenye tembea yao, unasema mbona pale pamebaki na bonde pale, yule anayetembeaga pale yuko wapi? Kwa hiyo hii nitaifuatilia. Tumemalizana? Sawa. Ndani ya wiki 2 hii ya huku nipate nakala kwamba mmeshamaliza, mnaomba fedha. Hii nyingine huku Jumatatu nipate nakala. Sawa. Haya, hilo hapo la ahadi ya Mheshimiwa Rais tumemalizana. Nimeona hata kwenye karatasi hizi. Nachukia sana unyang'anyi wa haki za watu. Unyang'anyi wa rejareja wa haki za wanyonge. Hili nachukia. Unyang'anyi wa rejareja, kuzoea shida ya watu, akilia wewe unaona anaimba. Linaudhi. Sasa kwenye vyanzo vyangu nimeambiwa upo utaratibu, na wengine ni wa serikali, wengine wa sekta binafsi. Vijana wetu wanafanya kazi halafu malipo yao hawapewi. Mkuu wa mkoa waitishe hawa watu wa viwanda wote, kwa sababu ziara yangu hii ni endelevu. Leo nafanya majimbo haya 3, nitarudi kumalizia panapo uzima wilaya zingine na majimbo mengine yaliyosalia. Nataka nitakaporudi nipate taarifa vijana wanaodai kwenye maeneo yao ya kazi, viwanda, makampuni. Nataka nipate taarifa wameshalipwa. Nilienda Kilimanjaro, na haya mambo mimi sitanii. Nilienda Kilimanjaro nikakuta watu wanazungushwa miaka 7. Wameuza kahawa yao, wanazungushwa miaka 7. Wanaowazungusha fedha ya kununua magari wanapata, ya kuwalipa wakulima maskini hawapati. Wanaenda ofisini kila siku, fedha ya kuwalipa wanyonge ambao wamevuja jasho kuvuna yale mazao hawapati. Nikawaambia ndani ya mwezi mmoja wawe wamelipa hizo milioni 400, na nikasema wasipowalipa nitawakamata wao na mali zao nitaziuza, niwalipe wale wananchi wanaodai fedha zangu. Nashukuru wiki ile waliwalipa. Maana yake wakati mwingine tunafanya makusudi, sio kwamba hatuna uwezo, tunafanya makusudi.
Hapa nimeambiwa hii kampuni, nilikuwa nasoma hizi ambazo ndugu zetu wameleta. Leshenya huyu anadai milioni 28 tangu mwaka 2021. Kampuni kubwa inayoishi unadaiwaje milioni 28 na Mtanzania wa kawaida tangu mwaka 21? Unadaiwaje miaka yote hii? Kampuni inayoishi unadaiwaje miaka yote hii? Leshenya Investment wanadaiwa hii hapa wafanyakazi tangu Aprili 24. Madai ya fedha kampuni ya Leshenya shilingi milioni 9 tangu mwaka 2022. Ukiwafuatilia wao kila siku wanabadili suti, kila siku wanabadili magari. Mtanzania anayedai milioni 9 tangu mwaka 2021. Mkuu wa mkoa na RPC watafuteni, wajisalimisha, wasipojisalimisha wakamateni. Ninaporudi ziara ile nikute wamelipa. Huu puzi sitaki kusikia. Leshenya tangu mwaka 21 tulifanya biashara nao. Kwa usalama wa walionipa hii taarifa, ninayo majina hapa na simu, sitazitaja kwa sasa hivi. Mkuu wa mkoa, nitakukabidhi haya majina na hawa watu watafute. Ninavorudi ile ziara ile, hii nataka kukuta imelipwa. Nikute hawajalipa ili tupimane ubavu. Haya ni mambo ya kupuza. Haya ni mambo ya kupuza haki za watu. Kutolipwa fedha ya ujenzi. Alijenga vyoo na matundu 10 Kibengu sekondari tangu mwaka 2024, hajalipwa fedha yake milioni 1.5. Unalitambua hili? Mheshimiwa, nalitambua. Ni kweli huyo fundi tulimpa mkataba wa kujenga vyoo matundu 10 na kujenga kichomea taka, na alianza kazi. Tumemlipa, kazi ilikuwa na mkataba milioni 6, tukamlipa milioni 4.5, ikabakiwa milioni 1.5. Ile kazi ya kujenga kichomea taka hajamaliza, hajaanza. Mheshimiwa Waziri akifanya tutamlipa. Huyu injinia aliyepo, hebu atuambie hizi tofali. Injinia Saidi. Na huyu Christopher, hebu sogea. Christopher yuko wapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, injinia wangu yupo kwenye kituo cha pili kama hiki cha mkutano, hapa hayupo, kwa hiyo siko naye. Mkurugenzi, hizo kwenye taarifa zako hizo tofali zilipokelewa au zikupokelewa? Tofali zilipokelewa. Sasa kwa nini hamjawalipa? Kama tofali zilipokelewa, kwa nini hamjawalipa? Kama nilivyosema jibu langu, kama waliiba mifuko, kwa nini hamjawakamata? Mwenyekiti wao na katibu wao alikimbia. Nyinyi si ndio serikali? Ndio. Hawa tofali mmepokea, mwenyekiti na kwa hiyo kazi yote waliofanya mmelipana kwa mifuko mingapi? Mheshimiwa, hawakurudi, na sisi tuko tayari kuwalipa, tutawalipa. Haya, mko tayari kuwalipa? Ita timu yako yote ya wataalamu wako wa halmashauri na mkuu wa wilaya, na wewe ita wako, piteni huko mwalipe sasa hivi kabla sijatoka hapo. Sawa. Changisheni hapo, walipeni. Nendeni hapo mwalipe.
Jambo la mwaka 2022 utasemaje hawakurudi? Hebu wewe tuambie bwana, wanasema bado unadaiwa kichomea taka. Likoje hilo?